Naam, hali gani ndugu msikilizaji? Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi nzuri ya Nuru ya Ramadhani. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi na simulizi zetu. Na hapa ndipo tulipoishia. Aliweka simu chini na akakaa kimya. Kwa mara ya kwanza alihisi vita kubwa ndani yake. Je, kweli angeweza kubadilika bila kushawishiwa kurudi nyuma? Usiku huo kabla ya kulala, Suleimani aliamua kufanya jambo ambalo hakuwahi kulifanya tangu utotoni: kuswali na kumwomba Mungu kwa dhati. Alisimama kwenye zulia lake la swala, akaelekea kibla na akaanza kuinua mikono yake. Macho yake yalianza kubugujikwa na machozi mazito. Bila kutarajia: Mwenyezi Mungu, mimi ni dhaifu, nimepotea kwa muda mrefu tena sana. Sijui hata kama utanisamehe, lakini naomba unipe nguvu, nisamehe kwa dhambi zangu zote na unionyeshe njia iliyo sahihi. Alipoamka siku iliyofuata, alihisi amani moyoni mwake. Alijua kuwa safari yake bado ilikuwa ndefu, lakini kwa mara ya kwanza aliamini kuwa alikuwa kwenye njia sahihi. Siku zilivyokuwa zikiendelea na kuzidi kwenda, Suleimani alianza kuhisi nguvu mpya ndani yake. Kila alfajiri aliamka kwa daku, akaswali na kisha kuendelea na siku yake akiwa na nia thabiti ya kubadilika. Lakini changamoto zilikuwa bado zinamwandama, hasa kutoka kwa marafiki zake wa zamani na tabia alizokuwa amezizoea kwa miaka mingi. Mchana wa siku ya 5 ya Ramadhani, Suleimani alikuwa ameketi sebuleni akisoma Qur'ani kwa bidii kubwa. Alipojaribu kuelewa tafsiri ya aya moja, maneno fulani yalimgusa: na wale ambao wakifanya uovu au wakadhulumu nafsi zao humkumbuka Mwenyezi Mungu, wakaomba msamaha kwa dhambi zao, na nani anayesamehe dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu, wala hawaendelei katika walioyafanya hali wanajua. Surati Al-Imran 135. Alipousoma mstari huo, moyo wake ulishtuka. Alianza kufikiria maisha yake ya zamani, siku alizotumia kwa anasa, pesa alizotumia kwa mambo yasiyo na faida, na maumivu aliyowapa wazazi wake. Aliinuka ghafla na kuingia chumbani mwake. Mama yake Bi Rukia alikuwa ameketi kitandani akisoma dua. Suleimani alipiga magoti mbele yake na kushika mikono yake kwa nguvu. Mama, naomba unisamehe kwa yote niliyowahi kukufanyia. Najua nimekuwa mtoto mbaya, nimekuumiza sana. Tafadhali naomba unisamehe. Mama yake alimtazama kwa macho yaliyokuwa na machozi bila kusema neno. Alimkumbatia kwa nguvu. Mwanangu, hakuna mzazi anayehifadhi kinyongo kwa mtoto wake. Nilikuwa naomba usiku na mchana uone nuru, na sasa Mungu amejibu dua zangu. Suleimani alihisi mzigo mkubwa ukitoka ndani ya moyo wake. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alihisi amani ya kweli. Usiku ule baada ya tarawih, Suleimani alipata ujumbe mfupi kutoka kwa mpenzi wake wa zamani Nasma: nimekusikia umebadilika. Nisingeweza kuamini. Tafadhali naomba tuonane mara moja. Suleimani alisita. Nasma alikuwa sehemu kubwa ya maisha yake ya zamani. Alijua kwamba kukutana naye kunaweza kumrudisha nyuma, lakini pia hakutaka kumdharau. Baada ya kufikiria sana, aliamua kwenda kumwona. Alipofika, alimkuta Nasma ameketi kwenye gari lake, macho yake yakiwa na huzuni. Sule, siamini, huyu ni wewe kweli? Unafunga Ramadhani na kuishi maisha ya dini? Aliuliza kwa mshangao. Ndiyo Nasma, nimeamua kubadilika, naomba uniheshimu kwa hilo. Nasma alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya chini: Sikuwahi kufikiria kuwa unaweza kuniacha
Je, unanidharau kwa sababu si mtu wa dini? Suleimani alihisi moyo wake ukiuma. Nasma alikuwa sehemu ya maisha yake, lakini alijua kuwa hakuwa mtu sahihi kwa sasa. Sikudharau, Nasma, lakini mimi si mtu yule niliyekuwa zamani. Tafadhali, usinivute nyuma. Nasma alimtazama kwa sekunde chache, kisha akashusha pumzi ndefu. Najua unanena ukweli, Sule, lakini natamani ningekuwa sehemu ya mabadiliko yako. Suleimani alijua kuwa huu ulikuwa mwisho wa safari yao ya pamoja. Alimuaga kwa heshima na akaondoka, huku akijisikia mwenye ushindi zidi ya hisia zake. Aliporudi nyumbani, aliketi kwenye zulia lake la swala na kuinua mikono yake juu. Mola, asante kwa kunipa nguvu ya kuendelea. Naomba unitie moyo zaidi na zaidi katika safari hii. Ramadhani iliendelea na kila siku mpya ilikuwa somo jipya kwa Suleimani. Alianza kusaidia maskini, alihudhuria madarasa ya usiku na hata kuanza kufikiria maisha mapya ya baada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini hakuwa anajua kuwa jaribio kubwa zaidi lilikuwa linakuja. Ramadhani iliendelea kwa kasi na Suleimani alizidi kuimarika. Kila siku ilikuwa na changamoto zake, lakini alihisi amani mpya ndani ya moyo wake. Aliendelea kusali kwa bidii, kusoma Qur'ani na hata kushiriki katika shughuli za kijamii msikitini. Siku ya 15 ya Ramadhani, Suleimani alipokea simu kutoka kwa rafiki yake wa zamani Hamisi. Sule, kuna jambo nataka nizungumze nawe. Ni dharura, Hamisi alisema kwa sauti nzito. Suleimani alihisi wasiwasi. Hakutaka kurejea kwenye maisha ya zamani, lakini pia hakutaka kumkataa rafiki yake aliyemjua kwa miaka mingi. Walikutana katika mgahawa mdogo mbali na maeneo ya starehe waliokuwa wakizoea. Hamisi alikuwa amekonda kidogo, macho yake yakiwa na huzuni. Alimshika Suleimani mkono na kusema kwa sauti ya chini, Sule, nimepotea. Nimeingilia biashara mbaya. Sasa maisha yangu yako hatarini. Nimekuja kwako kwa sababu najua umekuwa mtu wa dini na nahisi labda unaweza kunisaidia. Suleimani alishusha pumzi. Hakutegemea kusikia hayo. Biashara gani unayoongelea Hamisi? Hamisi alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya aibu, madawa ya kulevya bro. Nilidanganywa kuwa nitapata pesa nyingi kwa haraka, lakini sasa nimekuwa mtumwa wa watu ninaowafanyia kazi. Wakubwa wamenitishia maisha yangu. Suleimani alihisi moyo wake ukitetemeka. Hili lilikuwa jaribio kubwa. Ikiwa angerudi kwenye dunia ya uhalifu, hata kwa lengo la kumsaidia rafiki yake, kuna uwezekano wa kurudi kwenye maisha ya zamani. Lakini pia alikuwa na nafasi ya kumwokoa Hamisi. Hamisi, unahitaji kubadilika haraka. Ramadhani ni mwezi wa msamaha na huu ni muda wako wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Hamisi alitikisa kichwa. Sule, najua nimepotoka, lakini watu hawa waachani na mtu kirahisi. Wakigundua nataka kuondoka, watanimaliza. Suleimani alifikiria kwa haraka. Alijua kuwa mabadiliko yake yalimpa nafasi ya kuwa msaada kwa wengine, na Hamisi alikuwa mtu wa kwanza anayehitaji msaada wake. Nina mtu ninayemfahamu msikitini, ni shehe anayejua kusaidia watu waliopotea. Ikiwa uko tayari, tutakutana naye kesho baada ya tarawih. Hamisi alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akashusha pumzi na kusema, sijui kama nina ujasiri huo. Sitaki kufa kwenye maisha haya. Sule, naomba unisaidie. Suleimani alihisi faraja. Hii ilikuwa nafasi yake ya kumrudisha rafiki yake kwenye njia sahihi. Alifanikisha kumkutanisha na shehe yule, akatubu na kumrudia Mola, na hapo ndipo ukawa mwanzo mpya wa maisha yake katika dini na usafi. Suleimani alikuwa mtu wa dini sana, akiwaokoa watu mbalimbali katika imani yake na katika kumwamini Mungu. Alitangaza dini yake katika sehemu mbalimbali na mafunzo aliweza kuyatoa.
Hakika Suleimani aliweza kubadilika kutoka kwenye starehe na kuwa mtu wa Mungu anayemjua Mungu na kuwa mfano wa kuigwa, tena mfano bora. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya pili, na ndiyo mwisho wa simulizi hii iliyojaa mafunzo katika imani. Langu jina ni Mr. A Romantiki. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu. Asante na kwaheri.